Angalia hivi, angalia hivi. Ya Rabbi, tuweke wepesi tunapoingia kwenye uchaguzi. Rabbil alamin, tujalie rais wetu Samia Suluhu Hassan aweze kushinda kwa kishindo. Ya Rabbi, waangamize wenye nia njema, wenye nia mbaya na nchi yetu, waangamize watu wanaokuja na hoja tofauti. Sikiliza hii aya ya Mwenyezi Mungu anasemaje juu ya wanaofanya ibada kwa mchezo. Waachilie mbali walioifanya dini yao ni mchezo na pumbao, na uhai wa dunia ukawaghuri. Alichokifanya Mwijaku ni uchawa mbele ya ibada. Alichokifanya Mwijaku ni mchezo, na hii aya inamhukumu. Alichokifanya Mwijaku ni kitu kinaitwa riya, kufanya ibada kwa kujionesha, kwa maslahi fulani. Yani kafanya vile ili aonekane kwa maslahi fulani ya kwake yeye binafsi, ambayo kaonesha kwenye jamii. Ibada ya siri ndio ibada Allah huipenda mno kuliko ibada ya kujionesha. Mnafiki ni yule anayefanya ibada kwa kujionesha. Walikuwepo hawa wanafiki siku ya kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanakwenda kufanya ibada kwa kujionesha ili waonekane kwamba wanafanya ibada. Hii ni ria, na jiepushe sana kwenye maisha yako kufanya ibada kwa kujionesha. Siku zote fanya ibada kwa ikhlasi. Fanya ibada kwa kujitoa kwa moyo, kwa ikhlasi. Allah ataipokea ibada yako. Lakini ukifanya kwa ria kama hivi, Allah anakuandikia madhambi na ibada hiyo haipokei, na unakuwa kwenye makosa makubwa sana. Ria ni dhambi iliyopitiliza, mbaya vibaya mno. Msikilize mwamba huyu anafunga. Mimi sitaongeza kitu. Msikilize huyu anachokizungumza. Wewe unakwenda kule, unakwenda kucheza. Unakwenda kuonyesha show off. Subhanallah. Kwa nini usicheze sehemu nyingine? Kwa nini msiendage Dubai huko mkaonyesha? Kwa nini msiende Uturuki huko mkaonyesha show off zenu? Kwa nini msiende huko maeneo mengine ambapo mnaendaga kwa ajili ya kufanya mambo yenu? Kwa nini uende sehemu tukufu ya mji wa Maka pamoja na Madina? Uende kufanya show off yani pale. Na hawa ambao pia nyie matajiri mnaowalipia watu design hii. Yani na nyie matajiri ni kweli mna ikhlasi na uchamungu wa kweli kwa ajili ya dini, mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pesa zenu hizo Allah atakwenda kuwauliza. Kuna watu wana haki ya kupewa, hamuwapi. Mnawapa watu wasiokuwa na msingi, wasiokuwa na maana kabisa, ambao wanafanya vitu vya ajabu visivyokuwa na misingi ya dini, bali ni kudhalilisha dini na kushusha thamani ya Uislamu. Yani leo hii asiyekuwa Muislamu akiona kuna mtu anafanya tu kwenye show kwenye sehemu ya Al-Kaaba, kwenye ardhi ya Maka, kwenye ardhi ya Madina, hivi itakuwaje? Yani maana yake si wanachukulia kama Uislamu ni poa poa tu. Maana yake watachukulia Uislamu ni kitu cha kawaida tu.